pimping kama sio 2, 3. Leo amejipindua, kuna moja alifuata lakini ilipita kidogo kwenye mkono. Alikuwa anafuta penalty 3 leo. 3 leo, mechi inaisha mapema kama mwenyewe singepiga penalty. Yaman. Mechi ilikuwa inaisha mapema kabisa. Hadi penalty kwa mapema, sababu pimping kama anadaka penalty ya kwanza, anadaka penalty ya pili, anadaka penalty ya 3. Nini kimebadilika ndani ya Simba? Ile nguvu moja imechagiza Simba safari hii kutika katika hatua nusu finali. Yeah, slogan za Simba zinakuwa zina motivate sana watu. Kuanzia wachezaji, mashabiki hadi leo Jumatano na uwanja umeonekana uko full kasoro sehemu chache tu, lakini unakuta kuna timu inacheza kesho inasema Mashati Day. Sasa Mashati tena na mpira miguu. Yaani kuna watu ni obvious kabisa. Sasa Mashati Day kwani kesho siku yafanya kazi. Mwanamke kavaa shati. Mwanamke mtu anavaa shati hapa nani? Hapo umenyuka. Hamna shati kwenye siku ya michezo. Kama uko na ofisini pale, lazima upoe, lazima upoe. Kuna baadhi ya wachambuzi walikuwa wanasema Simba mna mlima mrefu wa kupanda. Hao ndio wachambuzi ambao wanalipwa na washauri wetu. Mlima gani mrefu wa kupanda? Goli 2. Sisi tufunga mtu hadi goli 7, goli 2 mlima mrefu. Sisi tumewafunga kipindi cha kwanza goli 2. Tukasema yeye sikia, nyinyi simsema sipi hata tujui. Tunafika nao penalty na tunawatoa kwenye penalty. Ndio. Nenda sasa kukutana na Zamalek, Mwarabu mwingine. Yoyote tutakutana naye mbele. Tunauana naye. Yaani hivi ni do or die, tunauana nayo. Zamalek tushafunga finali. Kwa Zamalek tukimfunga Zamalek, timu sisi kombe letu. Sababu kombe wenyewe kama ni Zamalek au la Simba Sports. Kwa nusu finali ndo finali. Kwa tukimfumua Zamalek nafikiri wateke na kwaje. Champion hamna wimbo. Sasa nyimbo limetoka sasa hivi. Ya moto. Yaani nyimbo mimi Simba nyingine nusu finali nyimbo si. Una baya baba, una baya. Yaani wanangu sasa hivi sikizeni. Ndani YouTube ya Tundaman goma jipya limetoka kuwapongeza wachezaji wetu mfanya kazi kubwa na bonge moja la ngoma. Makofi kidogo. Bwana captain, samahani kidogo. Kwenye hili neno na hii tunavuka. Unafikiri huu msemo ndo umewasukuma wana Simba mpaka mmevuka? Ndio maana nakwambiaje, slogan za Simba zinawahamasisha wachezaji pamoja na mashabiki pamoja hadi viongozi wa nchi. Kiongozi unapomwalika kwa hii tunavuka, hao jamaa wamejipangaje? Lakini kuna timu slogan yao siku Mashati Day. Nani na Mashati Day? Mimi siku nimevaa shati. Bleach day, watu wanaweka bleach day, mtu anakula bleach, mtu mzima na akili zake anakula bleach. Captain, na hii hata utapata dhambi wale, kuna wazee wanapata bleach. Nywele zao nyeupe kama bleach. Captain, na hii tunavuka ni basi imeishia hapa au huu msemo utaendelea mpaka mchezo ambao unakuja? Watu wa badi. Ikifika nusu finali kuna soka itaibuka la kuana na watu. Yaani sisi hapa kutokana na mechi, ukubwa wa mechi kuna slogan zake. Slogan zake. Lakini mtu hii kwanza tuongee kwanza slogan ya hii. Hii ilikuwa slogan gani? Hii tunavuka na maana hivi, watake wasitake. Kama tunalazimisha. Neno tunavuka inaishia hapa. Linalokuja ilikuwa do or die. Si ndio? Sasa hii hapa hii ni do tu, dai hamna. Tunakufa nao tu, tunafanya tu. Kwa point kubwa slogan za Simba zina motivate kuanzia washabiki. Kwa hadi mimi nakwambia watu wa Yanga. Watu wa Yanga. Kama captain, mbona tunawaandama sana hawa watu? Hamna, nakwambia tu watu wa Yanga wanacheza hadi ngoma zetu. Wanafanyaje? Captain, mbona tunawaandama? Tunawaandama kwa sababu wamewapokea. Ngoma kutoka dakika 0 tu mtu anacheza ngoma ya. Bwana anasema huyu Yanga kweli au kavaje Captain, au kwa sababu wamewapokea ndio kosa lao? Sio kuwapokea tu. Sisi hapa sio kuwapokea tu, wafanye chochote mtakachokifanya. Sisi hapa Simba kitu Yanga wanapenda Simba wanavyofanya. Yaani hiyo ni ukweli. Yanga wanapenda Simba wanavyofanya. Hadi viongozi wa utopolo. Kwa sometimes Simba ikifanikiwa wanaenda chooni, washangilia. Afaulisha huko wanajikausha. Okay, sawa. Nataka tuzungumze kwenye huo wimbo ambao umewajuza hapa watazamaji. Pengine unahamasisha wa sasa hivi. Umewajuza. Nimewajuza. Okay, yeah. Nataka tueleze huu unahamasisha nini? Kama ulikuwa unahamasisha mchezo na mchezo umeisha tayari, unahamasisha nini hasa? Mimi ngoma zangu ndio maana slogan za Simba napewaga bwana, hii vipi? Tuandae nini? Hii ngoma ni Simba Afrika. Kwamba hii Afrika Mashariki na Kati Simba kubwa sana, Simba ya mfano. Kwa hiyo nimewapongeza lile squad uliloliona pale limepeka timu nusu finali, ndio lilopongezwa.
Kwa hiyo ulikuwa unajua matokeo haya? Mimi nilijua kama yani hatuwezi kucheza robo finali mara 5 au mara 6, haiwezekani. Hii tunavuka na pointi yangu. Ndio maana hapa sasa hivi nimewatumia wachezaji wote. Kila mchezaji anamtumia kipande chake baadaye. Anakutumia kipande chake. Maana kila mchezaji amna mchezaji aliyomwacha. Hadi wote nimewataja kwenye hiyo nyimbo. Kwa kila mtu ananitumia clip yake ya kipande chake. Kama nimemtaja Mkwala ananitumia kipande chake Mpanzu. Unamzungumziaje siku ile? Tunataka tusiongee chochote sekunde 5 kwa sababu ya Mpanzu. Kimya wote. Hiyo ni noma ndugu zangu. Lakini mbona kama hazijaisha hivi? Tuongeze. Yule mtu ni tatizo. Sasa nashangaa kuna timu itaka pointi 3 hajamkaba Mpanzu. Jamani inawezekana vipi? Mkabe yule upata pointi 3. Yaani hujamkaba Mpanzu pointi 3 upata pointi 3. Wewe chizi nini? Mkabe wewe wachukua kina baka wako sio kina nani wamkabe Mpanzu. Nataka kuingia peponi kabla. Wamkabe? Wewe unataka pepo ujafa. Kufa unaende peponi. Sawa, Captain. Pinipini Kamara kule Misri akuonesha kile kiwango ambacho kinahitajika wana Simba wakione. Je, pengine alihitaji kufika kwenye ardhi ya Mama Samia ili aweze kuonesha ili aweze muone nimsikize. Njoo mbele. Unasemaje? Hawezi akataka pointi 3 bila kumkaba Mpanzu. Sawa. Haiwezekani. Kabisa, lazima umkabe Mpanzu ndio upate pointi 3. Captain, mimi nilikuwa hapa kwa Pinipini Kamara. Ni kwamba wakati yuko Misri pengine kwenye kile kiwango ambacho kilikuwa kinastahili akioneshe, alihitaji kuonesha hapa nyumbani au ilikuwaje? Ngoja nikwambie kitu kimoja. Mpanzu nani Kamara. Goli la kwanza mimi ni keeper professional kabisa unajua. Sio keeper kuunga. Mimi keeper professional kabisa. Goli la kwanza alifunga Kamara kule. Mtu kapiga mpira ndani ya watu hao wawili. Kamara anastuka mpira tayari uko pembeni. Nataka kwenda kucheza chuma. Timbe makosa. Chuma ya pili mpira